nafikiri nami nimeiona muda sio mrefu taarifa ambayo walitoa bodi ya ligi kupitia TFF. Walikuwa wanataka kuisikiliza hukumu inatokaje kutokana na namna ambavyo Dar es Salaam Africans katika kosa ambalo walifanya. Leo hii ukisoma taarifa ambayo walitoa bodi ya ligi kupitia kamati ya masaa 72, wana mamlaka ya kufanya kile ambacho walichokifanya kwa mujibu wa kanuni ya kumati, wao kutoa adhabu, kuona kana kwamba adhabu hii inafaa kupewa kwa namna ambavyo kosa walilofanya. Lakini hizi kanuni tunazitafsiri kwa namna ipi? Tunaziangalia kanuni kwa engo ipi? Kwa sababu mimi najua ukiachia sheria 17 bado kanuni zetu hazijajitosheleza kwa namna ambavyo matukio yanavyotokea Salome. Lakini kama kanuni haijatosheleza, maana yake kuna tatizo limetokea, tuliache. Bado kanuni zinatupa mamlaka na katiba inatupa mamlaka kwenda kuangalia kanuni za kafu na kanuni za FIFA. Leo hii ukisema na ukiangalia hukumu imelala kwenye 1762, lakini kabla ya hukumu haijakwenda kwenye 1762 lazima turudi 1720. Kanuni inatuambiaje? Mamlaka ya mechi kamishna ni nini? Mechi kamishna ndio anatakiwa kuandika ripoti ambayo inatakiwa kwenda kwenye kamati ya masaa 72. Wao ndio wanakwenda kutumia kanuni ya fikiri. Nami nimeiona muda sio mrefu taarifa ambayo walitoa bodi ya ligi kupitia TFF. Walikuwa wanataka kuisikiliza hukumu inatokaje kutokana na namna ambavyo Dar es Salaam Africans katika kosa ambalo walifanya. Leo hii ukisoma taarifa ambayo walitoa bodi ya ligi kupitia kamati ya masaa 72, wana mamlaka ya kufanya kile ambacho walichokifanya kwa mujibu wa kanuni ya kumati, wao kutoa adhabu, kuona kana kwamba adhabu hii inafaa kupewa kwa namna ambavyo kosa walilofanya. Lakini hizi kanuni tunazitafsiri kwa namna ipi? Tunaziangalia kanuni kwa engo ipi? Kwa sababu mimi najua ukiachia sheria 17 bado kanuni zetu hazijajitosheleza kwa namna ambavyo matukio yanavyotokea Salome. Lakini kama kanuni haijatosheleza, maana yake kuna tatizo limetokea, tuliache. Bado kanuni zinatupa mamlaka na katiba inatupa mamlaka kwenda kuangalia kanuni za kafu na kanuni za FIFA. Leo hii ukisema na ukiangalia hukumu imelala kwenye 1762, lakini kabla ya hukumu haijakwenda kwenye 1762 lazima turudi 1720. Kanuni inatuambiaje? Mamlaka ya mechi kamishna ni nini? Mechi kamishna ndio anatakiwa kuandika ripoti ambayo inatakiwa kwenda kwenye kamati ya masaa 72. Wao ndio wanakwenda kutumia kanuni ya 1762 kwenda kutoa. Kwao ni washauri sana kamati ya masaa 72, na imani kamati ile na wanasheria, tusikimbilie kwenye kivuli. Ili sheria ukitaka kufika kwenye kivuli, maana yake lazima uanze kutokea wapi? Juani. Ukishatoka kwenye juani ndio unakwenda kujificha kwenye nini? Kwenye kivuli. Nisikilize Salome, haya mambo ya kisheria usikurupuke. Wewe utaalamu wako wana habari kwenye sheria tuachie. Kama umesoma sheria, kabla hujakimbilia kifungu cha 1762 cha kwenda kutoa hukumu, tumwangalie mechi kamishna ambaye anapewa mamlaka na kifungu cha 1720, kifungu ambacho kinakwenda kutoa na kuonyesha haki ya msingi ya timu mwenyeji na haki ya msingi ya timu geni. Na kama kuna mgogoro ambao umetokea katika vyumba, mechi kamishna anaweza kwenda kuhandle kwa namna gani? Lakini swali la kujiuliza, ripoti ya mechi kamishna ilisemaje kwenda kwenye kamati ya masaa 72? Je, Dar es Salaam Africans walikuwa katika eneo la mchezo? Walikuwa? Hawakuwa. Kama hawakuwa, 1720 inasemaje chini ya mechi kamishna ambaye yeye ndio msimamizi wa nini wa hiyo mechi? Tusipelekane Salome. Binafsi sikuridhika na hizi adhabu zilizotolewa, lakini naheshimu kwa namna ambavyo walikuwa na madaraka na mamlaka ndio wamekwenda kufanyaje? Kuziondoa hizo.
Adhabu haitoshi Kisugu. Yes. Kwa sababu kwa nini adhabu haitoshi? Mimi nasimama hapo kwenye 17:20 kanuni, haki ya mechi kamishna. Mechi kamishna alipokwenda kwenye vyumba vya kuvalia nguo na Imani Dar es Salaam Yanga Africans kufanyaje? Hakuwakuta. Aliandikaje ripoti yake? Salome, hivi vitu tusikilizane. Inahitaji utulivu. Kamishna amezunguka katika eneo la mchezo Dar es Salaam Yanga Africans, aliwakuta? Kwa mujibu wa sheria inamruhusu mechi kamishna kuondoka katika eneo la mchezo kwenda kumkagua mtu kwa mzee Mbonde? Kama imruhusu sheria yake 17:20 imefanya kazi? Kwa nini tunakimbilia 17:62 kwenye hukumu? Binafsi niseme sikuridhika na hii. Adhabu gani ambayo kwako unaona ingekuwa sahihi kwa hili tukio ambalo Young Africans? Na ndio maana Salome nikasema kwa sababu kanuni zetu hazijatucheleweza na zinatupa njia kwenda kuangalia kanuni za FIFA na CAF zinasemaje. Mimi naamini nimejaribu kupitia baadhi ya kanuni, hakuna kanuni yetu iliyoweka wazi endapo timu kama haipo eneo la mchezo adhabu yake ni milioni 30. Haipo. Adhabu yake timu kama haipo eneo la mchezo, lazima tuangalie kanuni za CAF, lazima tuangalie kanuni za FIFA, kwa sababu katiba yetu inatupeleka huko. Endapo litakapotokea jambo tukakosa ufafanuzi kwenye kanuni zetu, lazima tuziangalie kanuni za CAF zinasemaje. Umepitia kanuni za CAF na FIFA Kisugu, zinasemaje? Salome, nanitengenezea chuki na watu. Bana, tupite vizuri. Tubaki kwenye mpira wetu wa kivyetu vyetu na siasa zetu. Salome, niwashukuru sana waandishi wetu. Pia amefungua. Salome, tubaki kwenye mpira wetu na siasa zetu Salome. Tuache mambo mengine. Lakini mpira ni mchezo wa wazi. Tunaukosea sana mpira. Tunakosea sana mpira. Na kama leo tunakimbilia kwenda kutoa adhabu, kama nilivyosema, hatukimbilii kwanza kuziangalia nini? Kanuni. Kwa sababu kabla hujatoa adhabu, lazima angalia yule mechi kamishna kimsingi kwa mujibu wa sheria kanuni ya 17 na 20 ametendewa haki, ameandikaje ripoti yake, ili tuende kwenye nini sasa? Hukumu ambayo 17:62 itakwenda kufanya nini? Naona kufanya kazi. Mimi binafsi niseme naheshimu maamuzi yaliyotolewa na kamati ya masaa 72, lakini sikubaliani na hukumu ambayo ilitolewa. Nashukuru sana waandishi wa habari.